Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujambo mtazamaji na karibu katika kipindi hiki maalum kupitia Al-Fatah TV Online. Ninayekukaribisha mimi ni Rashid Salim Mohamed. Kama ilivyo ada na desturi kupitia chombo hiki umekuwa ukipata mambo mbalimbali ambayo kwa kweli ni muhimu. Na leo katika studio zetu namba 2 tunaye Maalim Siasa. Na lengo la kikao hiki hasa ni kuzungumzia juu ya umuhimu wa nguzo ya 5 ya Uislamu, ibada ya hija. Hivyo mtazamaji, popote unapotutazama, tukuombe uwe nasi ili uweze kupata taarifa muhimu hii kutoka kwa dokta. Uwepo wa dokta hapa, basi ujue kuna mambo muhimu. Dokta, asalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Oh, mashallah. Tungependa kwanza kufahamu walau kwa mukhtasar umuhimu wa ibada hii ya hija, lakini pia mabadiliko pia ya utekelezaji hasa katika zama zetu hizi. Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi faradha alaina ta'alluma shara'i'il islam ومعرفة صحيح المعاملات من فاسدها لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم وعمل به الخلود إلى دار السلام وجعل مصير من خالفه إلى دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان بالنعم انجسام وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wetu, ali zake, masahaba zake na wote waliojitahidi katika dini, tukipitia katika chombo chetu Al-Fatah Dira ya Umma, tumeamua kueleza habari ya umuhimu wa nguzo ya 5 ya Kiislamu kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwa kutanguliza katika hiyo aya, walillahi ala nasi, na Mwenyezi Mungu amewalazimisha watu hijjul baiti man istata ilayhi sabila, kuhiji katika nyumba kwa wale wenye uwezo. Kuna sharti, there is condition concerned with this pillar of Islam. Iko sharti kwa yule mwenye uwezo. Lakini nani mwenye uwezo? Masahala haya tutafafanua ili watambue, isiwe kila mmoja anajitoa. Kuna tofauti katika utekelezaji wa nguzo hii ya 5 ya Kiislamu ya zama zile zetu au nyuma yake na utekelezaji wa miaka hii inokuja na itakaofuata. Nikitoa historia, zamani watu wanapotaka kwenda hija huwa wanaanza Pemba, kukusanyana, wakapatikana watu 7, 9 au 11, basi hao ndio kama wanaiwakilisha Pemba nzima. Hutoka kule kwa jahazi wakafika zao Zanzibar, Funguni pale kwenye hoteli ya Bwawani, zamani pakiitwa Funguni pale. Pana majahazi pale hukaa, pengine wakapatikana watu kama 17 wa Zanzibar wanachanganyika na wale 11. Basi tena safari inaanza. Jahazi linotumia upepo likikisi ndio kwenda kwake, mpaka watoke kama pengine siku moja ndio wakaangukie Dar es Salaam. Pale tena wanotoka Kigoma, Mwanza, Lindi, Mtwara, wote wajumuika, wanajua tarehe fulani, kwa hiyo wajiondoshe huko aliko huko. Mfano mtu kama Kigoma, kama anaenda kwa mguu, apande pengine mnyama au lolote lile gari litakalokuwa linakwenda na katika aende, pengine anaweza akachukua siku 3, 5 mpaka 7 akafika Dar es Salaam. Wajumuike na hawa, pengine wao ni kama 12 na hawa 17 na wale 11, kama watu 40 pengine hawafiki. Ndio msafara mzima huo. Msafara huo wapande jahazi, halafu likisi mpaka likaangukie Jidda, linaweza likachukua mwezi
mwezi unusu pengine. Likifika Jidda pale tena masala yale lisubiri pale waanze, au wale tena wanarejea watafute jahazi jengine wakati wa kurejea. Lakini masala ya biashara yalikuweko zama hizo, yametia nguvu kupitia hayo majahazi. Baada ya hapo tena waondoke Jidda kwa mguu, inaweza ikachukua siku 2, 3, 4, wanaelekea zao Madina katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatabaruku kule, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika wahai wake, masjidi hadha, atakaye man salla fi masjidi hadha khairu min 1000 salatin fi ma siwa, atakaye sali katika msikiti huu anapata mara 1000 ukitoa misikiti yote duniani, illa almasjid alharam, isipokuwa msikiti wa Maka. Masjid alharam khairu min 1100 sala fi ma siwa, na kusali katika msikiti wa Maka ni kwa mara laki. Kwa hiyo kabla kuitekeleza ile nguzo yenyewe, watu wengi hukimbilia kwanza kwenda kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ndo wakenda zao Maka kwa ajili ya ibada ya hija. Siku hizi ikitegemeana na ndege, huanzia kwanza watu Maka kutekeleza hija, alafu mwisho wanaaga kupitia. Lakini zama zile wakiondoka wanaenda zao kwanza msikiti wa Madina, pale watakaa kama siku 3, 5, 10, inategemea. Alafu inategemea na ule muda wa hija, wapate siku 3 njiani, siku 5, siku 7 au siku 10 kutoka zao Madina mpaka wafike Maka. Wakimaliza kule sasa, inalengwa siku baada ya umra, siku ya mwezi 8 kwa ajili ya kwenda zao Mina, mwezi 9 Arafa, ujioni wa mwezi 9 wanaenda zao Muzdalifa, usiku wanasalia kule. Huku inakuwa salati ile jami takdimu wanachanganya, lakini kule wapi Muzdalifa inakuwa jamii taakhir. Wakiamkia inaamkia siku ya sikukuu, tena wanaenda zao Jamrati kulenga, na siku zile ilikuwa nguzo kama hivi tu. Siku hizi ni kama ukuta mrefu sana. Umepitishwa mabadiliko hayo kutokana na idadi ya watu. Akikaa siku zake 6, 7, halafu sasa hapo ajipange, na kwa kuwa anachinja wanyama, kuna siku za kuanika visikita, yani zile nyama walizochinja ndio hizo ziwasaidie katika ulaji wao, halafu safari waanze baada hija kurejea tena. Kwa hiyo inawezekana safari ya hija zamani uzito ulokuwepo ni huo msafara, shida kwenda kwa miguu kupata wanyama mpaka kuitekeleza inachukua miezi 2, 3 au ziada hivyo, ikitegemea na hali ya jahazi au ile msafara wenyewe. Lakini kulikuwa na wepesi wa siku zile. Unapoingia huulizwi tiketi, huulizwi cheti cha kuchanja, huulizwi sijui pengine masala haya ya visa, passport na nini, yote hayakuwepo wakati ule. Unaingia zako wewe, labda unatizamwa tu kiusalama, hujachukua silaha ya kuathiri watu unapopita, alafu unatekeleza. Na watu walikuwa alhamdulillah wakati wa imani za ziada mpaka watekeleza. Hiyo ilikuwa zama za zamani. Sasa hivi mambo yamebadilika, na ndio sababu ya msingi inabidi tuwatanabahishe kutambua mtu atakayekuwa hajasajili jina lake ikifika tarehe 20 ya mwezi wa Shaabani, na mwaka jana alisema 15 Shaabani, safari hii wameinsist na kuemphasize about visa, isikiuke katika mwezi huu wa Shaabani. Ikiingia Ramadhani hawataki tena mtu yoyote apewe visa, jambo ambalo kidogo limeleta uzito mkubwa kwa yale mazoea tuliokuwa nayo. Mtu kwanza mpaka amalize Ramadhani, halafu tena ndio aanze kujipanga kuhusu habari ya hija katika muda huo unofuatia. Na kwa maana hiyo serikali ya Saudi Arabia imetoa ilani rasmiyun, official announcement, kwamba sasa mwisho harakati zote, kimaliza tu ile hija ya mfungo 3, basi ukianza mfungo 4 manake preparation for the forthcoming year, kwa ajili ya mwaka unaofuata watu wajitayarishe.
na hivi juzi wamebadilisha baadhi ya masharti mengi sana kiasi ambacho wametukwaza. Maombi yamekwenda sana jamani, sisi maskini mafakiri, haya mnotufanyia yatakuwa na uzito mkubwa kwetu sisi. Anasema si hatutizami nchi moja moja, kwamba Zanzibar, Tanzania pengine bara au Tanzania kwa nzima, alafu tutizame Nigeria, tutizame Senegal, tutizame pengine Dubai. Sisi tunatizama sasa hivi dunia nzima, wote wageni wanatujia sisi, na kwa kuwa wanatujia sisi sasa inabidi tujipange, tujue tuna idadi ya watu wangapi, tunajipanga vipi. Na ukitizama kweli Mina sasa hivi imeemewa, Arafa ndio usiseme. Sasa wanataka wajipange ile hali ya kuwapokea wageni wa Mwenyezi Mungu iwe ni nyepesi kwao. Kwa hiyo utaona sasa hivi zimeongezeka sharti zenyewe ndo kama hiyo visa, pasipoti, patikane tiketi, patikane cheti, vaccination card, mambo ya health. Na wanataka sasa hivi so wanakwenda kule wazee, watu wazima waliokuwa hawajiwezi, wakifika kule tena waanze kufanywa mambo ya operation. Tuwachunge huku. Kwa hiyo wana hospitali zao huku kwetu sisi walizokuwa washazikubali wafanye vipimo. Vikifanywa hivyo vipimo, ukiwa umepita pale, basi ndio nenda zako kule. Sio yoyote tu alokiuka miaka 60 sasa hivi inabidi ule uchunguzi unakuwa ni mkubwa kuthibitisha kwamba hana maradhi thakili ya kuweza kumteza nguvu au akapata wao uzito katika utekelezaji wa hayo. Nianze kwanza na nukta hii, Maalim Siasa, kwa watu ambao wamepindukiwa katika umri, wanaweza kaikosa fursa hii. Kuna njia gani nyingine mbadala sasa? Njia mbadala, ikiwa mtu ameenda kupimwa na vipimo havijakubali kwamba ye aende huko, iko fursa kwamba mtu anaweza akamtumia mtu akamuhijie. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taajjalu fil hajj, fanyeni haraka kwa ajili ya hija. Fa innakum la tadri ma ya'ridhu lahu, kwa sababu mtu hajui katika nyinyi jambo gani litamtokea. Kama utakumbuka Sheikh Rashid katika miaka 4 iliyopita 2019 iliingia corona na corona ilizuilia watu wasiende. Miaka 2 ile waliweka idadi ya wao tu walionuka nchini, na baada wakaongeza mataifa yaje. Mwaka wa 3 tena wakaruhusu, lakini there was a restriction, prohibition about age. Wakasema mwisho 65, na lile kisharia ni kosa kwa wao kutuwekea sisi mpaka huo. Mungu amesema man istata ilayhi sabila, yule ambaye ana uwezo. Sasa kuna watu wana miaka pengine 70, 80, lakini wako very strong. Lakini kuna wengine mtu anaweza kwa 55 tu lakini akawa taabani tena. Sasa kinachochunguzwa ni ile kwanza siha yake, mbali ya uwezo wa yule wa kifedha. Sasa mtu kama huyu, walienda masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaambia Rasulullah, babangu ameshakuwa mtu mzima, hawezi tena kukaa juu ya kipando, unaona aje juu, naweza akamhijia? Mtume akamwambia naam, hija anhu, muhijie. Na hiyo iko ile anasema inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dhalika ilayhim, sisi tunatoa sadaka kwa ajili ya maiti zetu, tunawaombea dua, tunawahijia. Je, haya Rasulullah anafika? Qala na'am, la yasilu ilayhim wa yafrahuna bi kama yafrahu bi tabaqi idha uhdiya ilayhim. Na wanafurahi sana kama vile mtu alikuwa na njaa, alikuwa ana hamu ya kula, alafu akapelekwa chakula kama Sheikh Rashid anavyopenda biriani, alafu ikaletwa, furaha yako inakuwaje? Kubwa. Basi na yeye kule kaburini furaha yake si chakula hivi tena, anavyopelekewa dua, sadaka au akahijiwa. Kwa hiyo is acceptable according to Islamic Sharia. Moja kwa moja nakubalika, unaweza ukamhijia. Kwa hiyo kwa mujibu wa sharia unaweza ukafanya on behalf fulfilling this 5th pillar of Islam. Nguzo hii ya 5 ya Kiislamu unaweza ukaitekeleza kwa wewe binafsi, na unaweza ukawafanyia wengine. Maalim, kama unavyojua, hasa vijana wengi wakati mwingine tuna uwezo wa kwenda hija, lakini tunajiona bado kama tuna siku
na labda vijimambo hatujavimaliza, unasema niende sasa hivi na miaka 30, bado bwana sijakamilisha. Nini wito wako hasa, tukifahamu ya kwamba sisi tupo safarini, wakati wote yanaweza katukuta mauti? Nitarejea nyuma kidogo, mwaka 2017. Naam. Na mimi ilikuwa nishakuwemo katika kama ni kiongozi wa taasisi Ahlusunna wal Jamaa. Naam. Ilipendekezwa na mimi na msafara ule wa kila mwaka. Naam. Tunaenda zetu kupanga mipango mipya ya mwaka unaofuata, na mimi nilikuwemo. Dar es Salaam walitoka, au bara walitoka wawili, sisi tukatoka watatu. Naam. Na mimi hivyo Kiarabu changu nilosoma Sudani miaka hiyo mitatu, nikakutana na Waarabu wakatuuliza swala la kwanza. Naam. Nyinyi Tanzania maskini au mafakiri? Swala lile lilikuwa zito kidogo, bila shaka, lakini tulitaka tujue kakusudia vipi. Mimi kamuuliza, mmekusudia vipi nyinyi? Ukatuambia kwa sababu nyinyi Tanzania population you are about 60 million. Mko kama watu milioni 60. Na tunafahamu hisabu ya Waislamu kwa kule Tanzania kubwa sana. Kwa mfano kama nyinyi Zanzibari peke yenu ni 99% Muslim. Sawa? No. Sasa ukichanganya Tanzania bara tuchukulie tuweke nusu nyinyi ni Waislamu. Ina maana ni 30 milioni. No. Na wengine tuchukulie dini nyinginezo. No. Ikiwa hivyo ndivyo, ina maana sisi tumeweka ratio milioni 1 walete watu 1000. Dunia nzima tumeweka hivyo. Sasa yenu nyinyi kwa mujibu wa ratio, ikiwa ni milioni 30, mnatakiwa 30,000 watu waje kuhiji. Ile figa imepungua, baadaye tukapoa 25,000 waende. Hatuifiki. Sasa hivi inakuja mpaka 20,000, tukiwa tuko tayari tunapokelewa kule kwa mujibu wa idadi yetu Waislamu. Lakini mpaka hivi sasa nafikiri mwaka jana tu ndio ilikuwa kama 4,000. Hatujafika hata 10,000 wa nini. Ina maana watu wengi wamelala. Na mimi sifu wa Zanzibari kwa upande mwingine, Unguja na Pemba. Mtu anapata kustaafu pesa zake, basi yeye mwenyewe hata hajajijengea chochote, anasema mimi nataka nitekeleze nguzo ya 5 kwa Uislamu. Kwa sababu mkiwa na miaka 60, sifikiri kama nitaongeza hata 10, 20 mbele. Mimi nikupelekwa kaburini sasa nikakutane na Bwana hali ya kwamba ameridhika na mimi nishatekeleza nguzo ya 5 Uislamu. Kwa hiyo aliponiuliza swala lile nikamwambia, kwa hivyo sawa, sisi Zanzibar, Tanzania, mafakiri wako wengi, lakini na mabakhili kibao. Maskini mafakiri na mabakhili pia wapo, walokuwa naiona ile pesa yao nzito kuitoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ightani 5 kabla 5. Aiwa. Yani fanya papara mbio mbio, upupie mambo 5 kabla 5. Ikasema shababaka kabla haramika, kwanza ujana wako kabla uzee. Wasihatika kabla sukumika, nasiha yako kabla hujapata maradhi. Wa faraghika kabla shughulika, na faragha uliokuwa nao itumie kabla hujaja kushughulika. Wa ghinaaka kabla fakrika, na utajiri uliokuwa nao kabla hujafukarika. Wa hayatika kabla mautika, na uhai utumie kabla mauti haujaja. Kwa hiyo ile shababaka kabla haramika, ujana wako utumie. Tumepewa amri wa adhin fi nnasi bilhaji yatuka rijala wala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amika. Mtangaze hii hija, ambacho hata chombo chako ya Alfatai inabidi itangaze hija. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Utakapokuwa huja umepata eneo kama hili zuri la kuweza kuwasaidia watu yakafika nini, basi moja katika your responsibility, Sheikh Rashid, na watendaji wako, uhakikishe hija pia inawafika watu. Mungu atakuwa amefurahi kwa sababu unatengeneza nguzo nzima ya Kiislamu. Kama vile unavyojiandaa kwa mwezi wa Ramadhani, unapofika watu waijue nguzo ya 4 na hii ya 5 vile vile. Mungu kaitolea amri ya sawa adhin fil hajj, anaambiwa mtume na tunaelezwa sisi. Kwa hiyo kijana anakuwa anazungumza akawa anasema mimi bado sijamaliza mambo yangu.
maliza hayo mambo yako, na kama huwezi basi katekeleze kwanza, uondoshe ili jukumu, usije ukaondoka ghafla alafu Mungu akaja. Mtume sana sema man yurida alhaja falyataajjal, yule anataka kufanyaje basi afanye pupa, fa inna la yadri ma yaridhu lahu, hajui kitu gani kitamkunjukia baadaye. Kwa hiyo habari ya hija inabidi si mzee wala kijana, hii ni kila Muislamu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila. Tungependa uweke mkazo kidogo hapa juu ya taratibu ambazo zimeweka Saudi Arabia ili watu wawahi muda, wasije wakakosa huo muda kwenda kutekeleza ibada ya hija kutokana na taratibu ambazo zimewekwa. Naam, yale mazoea tunasema yaondoshwe, na safari hii inaonekana watu watachachika kwenda zao hija, ni kwa sababu wengine wanasubiri mpaka imalize Ramadhani. Naam. Alafu tena ndo atakayekuja baada ya Ramadhani anasema mie sasa naenda zangu hija, maana yake huyo itakuwa ni hija ya mwaka unofuata, sio tena mwaka huu, kwa sababu ile mipango yenyewe imelazimishwa mapema, na taasisi zinapata shida sana zinobeba hawa mahujaji, kwa sababu ukisha kuanza tumesema kimaliza tu ile mfungo 3 tuliambiwa sisi anzeni sasa preparation for the forthcoming year. Na kwa maana hiyo anatuuliza sasa, wewe utapeleka watu wangapi? Wewe hata wale watu hawanao, hatunao sisi. Wanataka kutufananisha na Waturki, Indonesia, Malaysia, Misri, nchi ambazo kuna watu wanasubiri tayari washalipa full package ya safari yao, kwamba pengine ni dola kiasi kadhaa au pound kadhaa. Sasa wanasubiri ifike ile time yao, kama vile mtu alokwenda kwenye foleni haijafika wakati wake. Kwa hiyo waliokuwa tayari mwaka wao ndo wanakwenda huu, lakini wako tayari washalipa kwa mwakani, wengine miaka 3, wengine tunaambiwa mpaka miaka 5 asubiri Pakistani huko, wasubiri mwaka ufike zamu yao. Si uamue tu mwaka huu unataka kwenda basi unakwenda. Hii ni fursa ni fursa tu dhahabia. Kwa hiyo ikiwa hivyo ndivyo, sisi tuna fursa hii lakini hatuitumii ipasavyo, na kwa maana hiyo nafasi zetu zinachukuliwa, wanapewa wale kule waliokuwa hawajajaliza kutokana na zile hoteli Mashari al-Haram, mambo yale ya Mina, Arafa, Muzdalifa, wanapanga kwa utaratibu maalum. Idadi hii tuliokuwa tumefikia 1400 pia nayo inaweza ikachachika ikarejea tena nyuma. Ndio tunasisitiza watu wajitahidi, waanze mapema, sio kusubiri vile taasisi kama hizi tulizokuwa nazo alafu mtu aende apatane vile kama anavyopatana na samaki. Mtu anosema sisi kwa mfano kama sisi Ahlusunna Aljamaa tunalipisha dola 6,300, hizo approximate milioni 16 kwenda 17, inategemea ile rate ya dola inavyo range. Sisi tunakuwa tayari tushajipanga, tusiwe mbali na msikiti ule wa Maka. Ile hoteli tunazozikodi pale hatushindani kukaa kwenye jumba la saa ile ni matajiri wenye mapesa yao. Lakini pale pale movement za dakika kama 7 mpaka 10 ukitoka pale unaingia msikitini. Kwa hiyo inakuwa ni ghali kidogo, ndio tukaika bei hiyo. Madina vile vile kule kidogo very cheap, inakuwa rahisi. Yale markazia, majumba yale ya jirani pale unaweza ukapata kwa bei yetu sisi tulioweka. Lakini sasa zile service nyingine tunazotoa tumeweka pesa hiyo ndio isaidie kwa ajili ya huduma zote za hija, isipokuwa zawadi tu atanunua yeye mwenyewe. Na taasisi nyingi zinafanya hivyo. Sisi imejikita zaidi kwenda na sehemu za ziada za historia, na ndio maana tukawa tunapeleka watu wengi sana, wenyewe wanavutika kutufuata sisi mpaka sisi tunafika Badri, tunafika sisi huko Taif. Hizi ni ziara za ziada, sio zile za kawaida zinotembelea pale Uhud na nyinginezo. Kwa hiyo inapendeza kila mmoja kujitahidi akaweza kutumia fursa hii, tusije tukakosa
tena sisi kupeleka mahujaji Maka. Asante Maalim, tunakushukuru. Kuna chochote cha kuhitimisha nacho? Mimi niseme annafaqatu fil hajji kannafaqatu fi sabilillah. Kutoa mali yako kwa ajili ya hija kama unatoa pesa yako kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu. Ad-dirham bi 700. Dirham moja unayotoa wewe kwa mara 700. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusomea aya, anasema mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Anotoa pesa yake katika njia ya Mwenyezi Mungu ni mfano wa mkulima alotia punje moja katika ardhi ikatoa mashuke 7, kila shuke mna punje 100 mara 700, na Mungu anamzidishia anomtaka ikiwa nia yake ni nzuri. Kwa hiyo hadithi nyingine Mtume anasema alhujjaj wal ummar, wenye kuhiji na wenye kufanya umra, wafdullah, hawa wanakuwa ni wageni wa Mwenyezi Mungu. Yutihim, anawapa ma saalu, wakifika kule kila wanachokiomba Mungu anawapa. Wayajibu wayastajibu ma da'awhum, na wanakuwa wanajibiwa kile ambacho wanakiomba. Wayukhlifu ma anfaku, na Mungu anawarejeshea kile ambacho wametoa. Ad-dirham bi alf. Dirham moja anatoa kwa mara alf, laki hiyo. Ina maana anotoa pesa yake, si kwa maana akenda kule ndio sasa akapoteza. Mara nyingi anokwenda basi masha Allah akirejea mambo yake yanajiseti. Hatujapata taarifa ya mtu aenda zake hija alafu akarejea akafukarika, labda awe kwa pesa hizo kaziiba. Lakini kawaida ukienda kule, tuna mfano hapa mjini msikiti Makuti, kuna shekhe mtu mzima hivi tena kasha staff, kamwambia mkewe, taka mke wangu nikatekeleze hija safari, nishapata mafao yangu. Mkeambia wapi? Hija. Huendi. Wewe nyumba unaiona, hatujui abati wala nini hii Makuti. Ikija hapa tupange huku na alafu unasema huendi hija. Wakagombana sana na mkewe. Lakini tena bwana akamtuliza mkewe. Mtume katoa ahidi, ukitoa basi Mungu anakurejeshea. Naamini mke wangu hatutoishi maisha, wacha nikatekeleze nguzo ya 5. Akamwambia kwa sharti, ikiwa maisha yatakuwa haya utaitoa talaka. Bwana ule ikabidi ajipange vizuri. Na alipofika kule Makka akizunguka Al-Kaaba, ya Rabbi sije kamwacha mke wangu, ya Rabbi Safa wal Marwa, kila sehemu. Mkewe anampenda sana, wameishi muda mrefu. Sasa anaona akija akarejea maisha yale itakuwa. Aliporejea, to make a long story short, kufupisha, Mungu alimtia baraka kile anachokipanga, maisha ya kwenda juu. Mbona mwaka uliofuatia akamwambia sasa twende mimi na wewe mke wangu. Yaani umefungua biashara, Mungu katia baraka ajabu kabisa. Yule sasa anaenda kumhijia babake, mwanamke sasa anaenda kutekeleza mambo yao ya nyumbani. Unaweza kanambia ashajiseti yako vizuri sana. Kwa hiyo kuna watu wana wasiwasi, akienda huko shetani yaidukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan wa ajran azima. Shetani ndio anakutieni ile sumu kwamba ukienda huko sijui itakuwa hivi na vile, wakati Mwenyezi Mungu anaahidi ujira mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nawasisitiza wale wanaotoa mali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wasihisi labda ndio itakuwa anarejea anafukarika. Aya mwisho kabisa katika surati Muhammad. Ha antum haulai tud'auna litunfiku fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Je, mnapigwa kelele mtoka katika njia ya Mwenyezi Mungu? Kuna wengine wanafanya ubakhili, anofanya ubakhili utamrejea yeye. Mwenyezi Mungu atabakia kwa tajiri na nyie siku zote mtabakia na ufakiri wenu. Na mkikengeuka hamtaki kutoa, Mungu ashakupeni mapesa yote na uwezo mkubwa kama huu, basi Mwenyezi Mungu atabadilisha. Wale waliokuwa hawana pesa awape wao, na wale matajiri wanyang'anywe, halafu hao watakaopewa hatakuwa mfano wenu. Mwisho wa aya inazungumza hivyo. Kwa hiyo hii inasisitiza kwamba watu wajitahidi.
Ile mali mtu anafikiria pengine mpaka afikirie katika hali fulani, anavaa pengine kanda kubwa, tai na nini, huyu ndo atakuwa aende. Hapana, unaingia katika nyumba ya mtu, ile pale sitting room tu pale tayari hija nzima ishakamilika pale, kwa zile decoration, pengine showcases na vitu vinginevyo, furnitures. Ukipiga hesabu tayari vile unnecessary thing ni vitu ambavyo havikubaliki kisheria, kwamba uonavyo vile hija hujatekeleza. Ya msingi labda kitanda cha wewe na bibi na bwana. Hilo tunaweza tukasema sawa, ni jambo very much important. Lakini vingine vyote vilipiga upige. Na kama una jumba pengine wewe la milioni 70, 100, liuze ununue 50 milioni, ili zile 15, 20 zile ufanye ibada hija. Kwanza mfurahishe Mwenyezi Mungu. Ukishakumfurahisha Mwenyezi Mungu, na wewe atakufurahisha. Na hayo tumeyaona sana, tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Maalim, tunashukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Al-Fatah TV Online, ni matumaini yangu kwa kweli umeweza kufaidika na kile ambacho ameweza kiwasilisha kwetu Maalim Siasa, na unayo fursa pia, kama hujafahamu, kwa namba ambayo unaiona hapo kwenye skrini yako, unaweza kumpigia Maalim simu au kumtumia ujumbe ili upate miongozo zaidi vipi na wewe unaweza kutekeleza ibada hii ya hija. Mimi sina la ziada. Mimi ni Rashid Salim Mohamed. Tulikuwa tuko naye Dr. Ahmad Muhyiddin Maalim Siasa. Endelea kuwa nasi na endelea kutuchagua. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha, ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.